mahujaji milioni 1 wa Kiislamu wamefurika katika mji mtakatifu wa Maka wakijiandaa kwa ibada ya hija ya kila mwaka, huku mamlaka za Saudi Arabia zikiahidi kuhakikisha kuwa ibada hiyo inafanyika kwa usalama zaidi licha ya joto kali la jangwani. Sheria kali zimewekwa dhidi ya wageni wanaoingia Saudi Arabia bila kibali halali. Taarifa zaidi anasimulia Amina Abubakar. Saudi Arabia imechukua hatua madhubuti kukabiliana na athari za joto kali wakati wa ibada ya hija kufuatia maafa ya mwaka jana ambapo mahujaji 1301 walifariki kutokana na joto lililofikia hadi nyuzi joto 51.8 kwa Celsius. Mwaka huu zaidi ya mashirika 40 ya serikali na takriban maafisa 250,000 wanahusika katika maandalizi ya kuhakikisha usalama na ustawi wa mahujaji. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuongeza maeneo yenye kivuli, kuongeza idadi ya wahudumu wa afya na kutumia mbinu maalum za kupunguza athari za joto kali. Teknolojia ya kisasa ya akili mnemba AI itatumika kwa kiwango kikubwa kusimamia idadi kubwa ya mahujaji. Mamlaka pia zimeanzisha misako dhidi ya mahujaji wasiosajiliwa, huku ujumbe wa tahadhari ukitumwa kupitia simu za mkononi ili kutoa taarifa kwa haraka. Kwa mujibu wa Hamoud Al-Faraj, mkurugenzi mkuu wa ulinzi wa raia, juhudi zinaendelea kuimarisha mifumo ya usalama na ufuatiliaji wa kutumia teknolojia ya kisasa ili kuhakikisha ibada ya hija ya mwaka huu inafanyika kwa usalama na utulivu zaidi. Kwa mara ya kwanza, idara kuu ya ulinzi wa raia inatumia droni zilizo na teknolojia ya AI katika shughuli za kuzima moto. Droni hizi zinatumika kama waokoaji wa awali katika matukio kama haya, zikisaidia kupunguza hatari na kuongeza ufanisi wa majibu ya dharura. Wakati maandalizi ya ibada ya hija ikifikia kilele, mamlaka za Saudi Arabia zimeripoti kuwa hadi sasa zaidi ya watu 270,000 wamezuiwa kuingia mjini Maka kwa kukosa vibali rasmi. Vilevile zaidi ya kampuni 400 zisizoidhinishwa zimebainika pamoja na magari 5,000 yaliyokuwa yakisafirisha mahujaji kinyume cha sheria. Leseni za hija hutolewa kwa mfumo maalum wa mgao kwa kila nchi na baadaye hugawiwa kwa watu binafsi kupitia bahati nasibu. Hata hivyo, gharama kubwa za safari hii takatifu huwafanya baadhi ya watu kujaribu kutekeleza ibada ya hija bila vibali halali, bila kujali hatua kali za kisheria zinazoweza kuchukuliwa dhidi yao. Kwa mujibu wa mamlaka, mtu yeyote atakayepatikana akiingia Maka bila kibali wakati wa hija atakabiliwa na faini kubwa, kukamatwa, kufukuzwa nchini na huenda akapigwa marufuku ya kuingia Saudi Arabia kwa miaka hadi 10. Ibada ya hija ya mwaka huu inatarajiwa kuanza siku ya Jumatano, huku takriban mahujaji milioni 1.5 wakitarajiwa kushiriki. Hii ni idadi ndogo ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo mahujaji walifikia milioni 1.8. Hija ni miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu na ni tukio kubwa la kidini linaloipa Saudi Arabia hadhi ya kiroho na ya kimataifa. Mbali na umuhimu wake wa kiimani, ibada ya hija pia ni chanzo kikubwa cha mapato ya uchumi kupitia huduma na miundo mbinu ya kuwahudumia mahujaji kutoka duniani kote. Na tukitoka huko Saudi Arabia sasa tuangazie mzozo kati ya Ukraine na Urusi. Mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine yaliyofanyika leo mjini Istanbul yamemalizika chini ya saa moja tu baada ya kuanza bila mafanikio ya wazi, huku matumaini yakibaki kuwa ya chini kufuatia mashambulizi makubwa ya hivi karibuni. Katika mazungumzo hayo, ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov na ule wa Urusi ukiongozwa na mshauri wa Rais Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, ulibadilisha na nyaraka kupitia upande wa Uturuki. Thelma Mwadzaya na taarifa zaidi. Akizungumza akiwa mjini Vilnius, Lithuania, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alidokeza kuwa mafanikio pekee ya mkutano huo ni maandalizi ya mzunguko mpya wa kubadilishana wafungwa wa vita, na pia Ukraine ilikabidhi orodha rasmi ya watoto waliodaiwa kuhamishwa kwa lazima kutoka Ukraine kwenda Urusi. Today we see the situation clearly. Leo tunaona hali kwa uwazi. Ikiwa Urusi itageuza mkutano wa Istanbul kuwa maneno matupu, basi ni lazima kuwe na shinikizo jipya, vikwazo vipya, si tu kutoka Ulaya
bali pia kutoka G7 na washirika wote wanaotaka amani. Kila mmoja anapaswa kuunga mkono njia hii. Zelensky alikuwa akizungumza kwa kujiamini baada ya Ukraine kuendesha shambulizi la kushangaza siku ya Jumapili, likilenga vituo vya ndege za kivita za mashambulizi ya kimkakati ndani kabisa ya Urusi, ikiwemo kwenye maeneo ya mbali ya Siberia na ncha ya Arctic. Ukraine imedai kuharibu au kuathiri takriban ndege 40 za kijeshi, huku maafisa wa Kiev wakieleza kuwa operesheni hiyo ilichukua zaidi ya mwaka 1.5 kupanga. Wakati huo Urusi nayo ilijibu kwa kurusha droni 472, idadi kubwa zaidi kuwahi kurushwa tangu uvamizi wa 2022, ikilenga maeneo ya raia nchini Ukraine. Licha ya hali hiyo ya kijeshi, Uturuki iliendeleza juhudi zake kama mpatanishi. Waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan aliongoza mazungumzo hayo, akisisitiza umuhimu na ushiriki wa Marekani katika mchakato huu wa amani. Tunaona imani na msaada wa Marekani katika mazungumzo haya kuwa muhimu sana. Azma ya Rais Trump kuanzisha amani imefungua dirisha jipya la fursa. Lengo kuu ni kufikia amani ya kudumu. Fidan pia alibainisha kuwa mazungumzo hayo yanalenga kuendeleza maelewano kuhusu usitishaji mapigano, mabadilishano ya wafungwa pamoja na maandalizi ya mkutano wa moja kwa moja kati ya Zelensky na Putin. Wakati mazungumzo yakiendelea bila mafanikio makubwa, mapigano makali ya ardhini bado yanaendelea kati ya maeneo ya Kherson na Zaporizhia, ambako mashambulizi yamesababisha vifo vya raia. Ukraine inasema mashambulizi makubwa zaidi ya Urusi yanaonyesha jaribio la kulazimisha masharti ya kijeshi kabla ya amani. Ingawa mazungumzo ya leo yamemalizika haraka, pande zote zinaendelea kubadilishana wafungwa na matumaini ya usitishaji wa mapigano bado hayajazimika kabisa. Macho ya dunia yanabaki Istanbul. Na mahakama moja nchini Marekani ilikaribia kuiokoa Ulaya kutokana na ushuru mkali uliowekwa na Rais Donald Trump, lakini badala ya kuleta suluhisho, wataalamu wanatahadharisha kuwa hatua hiyo huenda ikaongeza mkanganyiko zaidi. Idi Sasanga na taarifa kamili. Mahakama ya biashara ya kimataifa ya Marekani ilitoa matumaini ya muda mfupi kwa Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kibiashara duniani baada ya kutangaza kusitisha ushuru wa 10% uliowekwa na Rais Donald Trump kwenye bidhaa zote zinazoingia nchini humo. Uamuzi huo ulieleza kuwa Trump alivuka mipaka ya madaraka yake ya uraisi kwa kutumia sheria ya mwaka 1977 kuhusu mamlaka ya kiuchumi wakati wa dharura. Hata hivyo, matumaini hayo hayakudumu. Saa chache baadaye, mahakama ya rufaa ilisitisha utekelezaji wa uamuzi huo na hivyo kurejesha ushuru huo kwa muda. Katika muktadha huu wa mvutano wa kisheria, swali kubwa ni je, ni wapi mamlaka ya mwisho kuhusu sera ya biashara inapaswa kuwa, kwa rais au bunge la Marekani? Umoja wa Ulaya ulitarajia kutumia uamuzi huo kama turufu ya kuimarisha nafasi yake kwenye mazungumzo yanayoendelea na Marekani. Makamu wa rais wa Tume ya Ulaya, Maroš Šefčovič, alieleza kuwa mazungumzo yanaendelea kwa kasi, akisisitiza kuwa Umoja wa Ulaya umejitolea kikamilifu kutafuta suluhisho la muda mrefu, lakini wataalamu wamegawanyika. Mbunge wa bunge la Ulaya Bernd Lange alisema EU sasa inayo nafasi nzuri ya kujadiliana kwa nguvu mpya, kwani vitisho vya Marekani kutumia ushuru kama njia ya shinikizo vimepungua. Hata hivyo, Andre Sapir kutoka taasisi ya uchumi ya Bruegel anasema hali imezidi kuwa ya kutatanisha. Anasema kwa wafanyabiashara, jambo baya zaidi ni kukosekana kwa uhakika wa mwelekeo wa sera. Katika harakati za kupunguza mvutano, Tume ya Ulaya imependekeza mpango wa kuondoa ushuru wa pande zote katika kile kinachoitwa makubaliano ya 0 kwa 0, lakini Trump bado analalamikia tofauti ya mizani ya kibiashara, akitaka EU inunue bidhaa zaidi kutoka Marekani, hususan gesi asilia. EU tayari imeanza kubadilisha chanzo chake cha gesi kutoka Urusi kwenda Marekani kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, lakini ikiwa mazungumzo hayatazaa matunda, EU imesisitiza kuwa iko tayari kuchukua hatua za kujibu. Wakati huo huo, wachambuzi wanatahadharisha kuwa hata kama mahakama zitabadilisha ushuru wa siku ya ukombozi ya Trump, bado anaweza kutumia mbinu nyingine kuweka ushuru tofauti. Kwa kifupi, mvutano huu wa ushuru haujaisha, na barani Ulaya sintofahamu bado ni kubwa.